Kwa mukhtasari ni kwamba suratu Shuara, raghma anna ahdathaha tataallaqu bil anbiya'i war rusul, pamoja na kwamba matukio yake yanaambatana na anbiya na rusul, wa qasas as-sabiqa, na visa vya waliopita, lakini tunafahamishwa ya kwamba lianna al-khatara al-haqiqiyya ala al-mujtama'i laysa bil asliha faqat bal bil afkar. Ani ni kwamba hatari ya hakika katika jamii haipo katika silaha peke yake. Hatari ya silaha, yani hatari ya hakika kwa jamii haipo katika silaha hivi peke yake, bali hatari kubwa ipo katika fikra. Hatari ipo katika fikra, na hivi sasa dunia inapigana vita kuvutana katika masala ya fikra, hasa Myahudi katika masala ya fikra. Tunajaribu kuhudhuria katika baadhi ya vikao tunavyoalikwa, vikao mbalimbali. Hata leo nililieleza pia katika darsa ya mchana. Yahudi katika fikra kubwa alionayo ni kutaka watu wote wawe sawa, si ndivyo? Watu wote wanataka kuwa sawa. Sasa amepiga hatua kubwa zaidi kwamba kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ni katika unyanyasaji wa kijinsia. Au hamsikii maneno hayo? Huyo ni Yahudi huyo. Hiyo ni fikra, ndipo hali ilipo. Na fikra sasa inakwenda, ukitoa mahari ukaoa, si ndivyo Uislamu unavyotaka? Ndivyo Qur'ani inavyotaka? Yahudi anasema hapana, unapotoa wewe pesa ukampa yule ni kama umemfanya mtu ni bidhaa. Unaona habari hiyo? Unamfanya mtu kama ni bidhaa. Sasa kama unamfanya mtu ni bidhaa itakuwaje? Manake na yeye basi, kwa sababu mwanamke saa zingine anaweza kawa na uchumi mkubwa, na yeye basi aweza akakupa na wewe mahari. Si sawa kwa sawa, watu lazima waende sawa kwa sawa. Na yeye kwa sababu ana uchumi mkubwa kuliko wewe mume, basi na yeye anaweza akatoa mahari. Unaonaje? Sasa watu wasipojikita kwenye kitabu cha Mungu, wakafahamu Mungu anasema nini, wakamfahamu mwalimu wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini, basi hali iliyopo ni kwamba sasa kwa habari hizo utakuta shuara wanapata nguvu kupita katika hali hizo. Utakuta shuara wamekuwa na fikra za kuvuta jamii katika hisia, hamasa, na jana tumeeleza na mambo mbalimbali katika hali kama hizo. Sasa Qur'ani ndio inaturudisha kutoka huku mliko, sio kumfanya mwanamke kwamba awe sawa na wewe, kwamba na yeye atoe mahari kukupa wewe. Hapana, kwa sababu 1, 2, 3 kupitia kwa walimu wetu ambao ni mitume. Kibaya zaidi, Ramadhani alhamdulillah jamii inakaa kusikiliza kitabu cha Mola wao, lakini miezi mingine yote nyinyi mnafahamu jamii haikai kusoma kitabu chao, jamii haikai kujiendeleza. Je, hamasa ikiongezeka, mambo ya hisia yakaongezeka, shuara wakapata nguvu, tutabaki? Hatuwezi kubaki sisi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo jana tumeeleza. Leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoona sasa watu nawaeleza Qur'ani hawaelewi, lakini walijitokeza vijana wa Kiislamu na wao wakawa na mashairi. Vijana wale wakawa wanasapoti kauli alizokuja nazo Nabii Muhammad. Manake Mtume alikuwa na shuara wake, na hata Qur'ani mwisho ukisoma katika aya ya mwisho kabisa alipotajwa wa shuara yatabi'uhumul ghawun, lakini mwisho akaja akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale waliofanya nini? Walioamini. Kusema illa alladhina amanu manake ni wanafunzi wake, kwa sababu wale sasa wanakuja wanatetea ile hali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale wakija na tabajuhi zao, anakuja kwa mfano washairi wake Mtume walikuwa kama Ka'b ibn Malik, Abdullah ibn Rawaha,
Ka'b ibn Zuhair, Abu Dharri, Abu Sufyan ibn Harith, wote hawa ni shuara wa Mtume Muhammad sallallahu. Lakini shuara hawa walikuwa wanakuja kwa ajili ya kumsapoti Mtume na kuwaradi wale wanaomtukana na kuukejeli Uislamu. Kifa hali ilivyokwenda namna hiyo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo anaanza kwa Tasimim. Anaanza kwa Tasimim. Kule kuanza hivyo, je, twajifunza nini? Kwa sababu hii kuambiwa Tasimim, wengi katika wafasir, hasa katika salafi ni karne 3 za mwanzo zile baada ya Nabii, miaka 300 karne ya kwanza, ya pili, ya tatu, wao wamefasiri vizuri kabisa, wakasema wallahu a'lamu bimuradihi, kwamba Mwenyezi Mungu ndo anayejua nini kusudio la kusema Tasimim, na sisi sote tuishia hapo hapo. Khalafi walikuja wakafasiri kwa sababu wao wanasema Mwenyezi Mungu hakuteremshiwa hii Qur'ani illa litubayina linasi, si ndivyo hivyo? Lakini hizi haziingii kwamba ni katika aya, lazima ujue maana yake. Hizi unasema Tasimim, wallahu a'lamu bimuradi, Mwenyezi Mungu ndo anayejua zaidi kusudio lake. Sasa ukisoma watu hawa, jana tulikuwa tunaeleza, kwa sababu tutasema sura hii inakwenda na falsafa, sura hii inakwenda na nini. Unapoleta herufi hizi, hawa watu wa kidunia unawaambia nini? Hawa watu wa kidunia maana yake ni kwamba hawa washairi hawa, sio hawa shuara hawa, unawafikishia ujumbe gani? Kwa sababu Tasimim, wallahu a'lamu bimuradihi bidhalik, Allah anajua kusudio lake. Tunachoelezwa katika herufi hizi kwamba maji'ul hurufil muqatta'a yuhdithu sadamatan idrakiyatan ijabiyatan tukhriju sami'a min al-i'tiyad ila tarkiz. Wao wakataja namna hii kwamba unaposema Tasimim, tunawapa challenge sasa watu wa shuara. Hawa watu wa shuara wanapewa challenge wale waliokuwa kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapoleta Tasimim, hurufu muqatta'a hizi, basi kunaleta swadama, mshtuko. Hili ni swala lililowaletea mshtuko, idrakia wa kiutambuzi, ijabia chanya, mshtuko chanya, mshtuko wenye kuwaletea manufaa. Tukhriju samia, huu mshtuko unamtoa yule anayesikia min al-i'tiyadi, kutoka katika kuzoea kila kitu alichokizoea, ila tarkizi, kwenda katika kujiingiza katika umakini wa jambo. Sio kama nimeeleweka? Nieleze Kiswahili. Kuna kakaangu mkubwa tulikuwa tukisoma naye akiitwa Sheikh Mkoti, au sivyo? Na Mwenyezi Mungu amghufirie madhambi. Alikuwa ukieleza Kiarabu chako anambia, sasa hebu funga kitabu, eleza Kiswahili, au sivyo? Sasa nataka nieleze Kiswahili. Ukipewa kitu usichokijua, binadamu katika ilmu ya psychology, mwanadamu kitu asipokielewa huwa hakai akatulia, anakuwa hayuko sawa. Mfano, niliwahi kutoa mfano na urudia tena. Mfano, umekaa mahala kwenye ukuta nyumbani kwako, kuna sehemu ya wazi kabisa iko hivi, hakuna nyumba, hakuna nini, kuna barabara tu. Alafu umekaa, labda unapitia gazeti au una simu yako, kwa mbali ukaona kitu cheupe. Basi mwanadamu alivyo, huwa hawezi kutulia mpaka ajue hicho kitu cheupe hicho ni kitu gani. Ndio binadamu alivyo, atajipotezea, lakini fikira yake ni kwamba lazima atarudisha tena macho kule, hivi nini kile. Baadaye itakuja atajua, kumbe ni gari. Atataka kujua gari ya aina gani. Ikija atataka kujua nani yumo ndani ya nini, ya gari, au sivyo? Twendeni hivyo, si ndivyo binadamu tulivyo? Nani yuko, na ikisimama ikamsalimia, si ajabu akauliza waenda wapi, au sivyo? Bwana vipi ndugu yangu? Ndivyo binadamu alivyo. Binadamu kitu asipokielewa kinamshughulisha. Sasa kuletewa Tasimim wale shuara ni jambo lililowapa mshtuko. Hiki
hiki ni kitu gani? Mwisho katika vikao vyao katika mabaraza, kwa sababu haya mabaraza mnayokaa haya sio ya leo, haya ni ya siku nyingi. Mwisho katika mabaraza wakatoka na neno ni kwamba ipuuzeni Qur'ani, wala msifanye nini, msisikilize. Yale majitu yalikuwa na akili, kwa sababu kitu ukikisikia kama hivi kilivyo na huja kielewa, akili itataka kufanya nini? Kujua. Sasa kilichopo ni kwamba hii Qur'ani msifanye nini, achaneni nayo, hii msisikilize. Na tumesema sisi mitume wanashughulika na akili, mitume wanashughulika na haki, ndicho wanachoshughulika nacho. Basi ikawasumbua na hawakuweza kuleta Qur'ani. Huyu aliyekuwa Musailamatul Kadhab aliyedai kwamba yeye ni mtume akasema mimi naweza kuleta, si alileta Qur'ani yake? Akasema ya adhifu da'u niqimata niqina lalmaa tukaddirina lalmaa tukaddirina, kwamba wewe chura we lia utakavyolia, lalmaa tukaddirina, huwezi kuyachafua maji. Hata hii ni Qur'ani ya Musailamatul Kadhabi. Lia utakavyolia wewe chura, lakini huwezi kuyaharibu maji. Wala almaa, asema wala almaa tukaddirina, maji huwezi kuyachafua ukayachafua maji yale. Wala nasa, wala watu huwezi almanina ukawazuia kufika katika ile maji. Sasa hii ni aya hii. Akaambiwa sasa kuna alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a, yeye akasema alfilu malfil wama adraka malfil lahu khurtumun tawil. Hii ni Qur'ani yake. Je, ina maana gani? Tembo ni nini? Tembo nini kitakufahamisha ni nini tembo? Tembo ni yule aliyekuwa na kimkia hicho ndo nini? Kwa hiyo upinzani alikuwa anaambatana nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tasimim, wallahu a'lam bimuradi, lakini ni kitu kilichowaleta kuwashtua watu wale ili sasa kuwaweka sawa. Kwa maana sasa kitu hicho kimekuja, tasimim imekuja, nyinyi shuara andikeni mlete kitu kinachofanana kama kitu hiki. Tumeelewana ndugu zangu? Tusishughulishwe na hayo, tuyaache. Unaona kujua au sivyo hivyo imekuwa kwaje? Na ni vipi? Umeme kweli umekatika, lakini sasa je hiyo ndio akili ya mwanadamu jinsi ilivyo. Mtu atakuchoma hapo ulipo kwa nyuma, kwenye kanzu yako namna hii, utataka kumjua ni nani, utataka kujua amekuchoma kutumia nini, utataka kujua lengo lake lilikuwa ni nini. Huyo ndio mwanadamu alivyo. Sisi tumeelewana ndugu zangu? Tilka ayatul kitabi, hizi ni baadhi ya aya za Qur'ani. Tilka ayatul kitabi, hizi ni baadhi ya aya za Qur'ani, almubin, aya zilizo wazi. Asema inakadiriwa katika ayatul kitabi ni idhafatu bimaana min, kwa maana ni tilka ayatul kitabi, kwamba hizi ni baadhi ya aya za Qur'ani katika Qur'ani yote. Huyu ni Al-Jalalaini, ndivyo alivyokwenda namna hiyo, kwamba hizi tutakazosoma ni baadhi ya aya zilizo katika nini, katika Qur'ani. Hapa anapoeleza katika hali kama hiyo ni kwamba tilka inaonyesha ni kitu kilicho mbali. Tutakuwa tunaendana, baadhi yetu nadhani mtanielewa au sote tutaelewana. Ukisema tilka ni kitu kiko mbali kile, si ndivyo Na Qur'ani hapo ulipo umeishika, iko mkononi mwako. Kwa nini Mwenyezi Mungu anatumia neno la tilka badala kutumia hadhihi? Sio? Kwanza anataka kufahamisha, kutumia tilka ni kufahamisha utukufu wa daraja ya Qur'ani kwa ukamilifu wake, sio? Ni kutaka kufahamisha, kutujulisha utukufu wa jambo la Qur'ani kwa umbali wake, kwa utukufu. Manake hii Qur'ani ni kitu kitukufu, kikitizama kiko mbali zaidi. Si kama nimeeleweka ndugu zangu?
Hivyo Qur'ani ikawekwa katika nafasi ya daraja ya mbali kwa utukufu wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema tilka, anaashiria umbali wa Qur'ani kwa utukufu wake jinsi ilivyo. Lakini hali ya kwamba tumeishika hapa mkononi, lakini Qur'ani hii tunayoiona si jambo la kawaida. Qur'ani hii ni kitu kitukufu sana, kitu ambacho daraja yake ni ya hali ya nini? Ya juu. Wewe usipate tabu, ukipata matatizo yote au ukitaka jambo lolote, basi waite watu wa kusomea Qur'ani, usipate tabu. Sikuna jambo limekupata au kuna kitu unakihitaji nyumbani kwako, basi waite watu wasome nini? Wacha maneno mengine, waite watu wasome Qur'an. Albaytu alladhi, nyumba ambayo yuqra'u fihi alquran, nyumba ambayo inayosomwa Qur'an, yakthuru khairuhu wa yaqillu sharruhu. Nyumba inayosomwa Qur'ani, khairi zake zinakuwa ni nyingi sana na shari zake zinakuwa ni kidogo. Usipate tabu kwenda kupigwa chale, sijui kuna chale za kufanyaje, sijui kuna kitu gani cha kufanyaje. Hapana, wewe kaa. Waalimu wanajua kwamba somewa Qur'ani, na Qur'ani haisomwi tu, ina mpango yake, ina taratibu zake. Kuna aya zinawekwa katika utaratibu. Wewe una jambo gani, basi unasomewa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni jambo tukufu. Qur'ani si kitu ambacho kwamba ni kitu ukakichukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Hapana. Siku moja kijana wetu mmoja alikuwa na utaratibu wa kusomea watu Qur'ani. Tunataka tueleze Qur'ani na mipangilio yake pia. Wewe muite mwalimu, mwambie nisomee. Wewe anajua nisomee mwalimu, mimi nina shida bwana, basi una utaratibu wake upo. Husomi tu, sio? Kama ni Bakara sawa, unaweza ukasoma, lakini husomi tu. Hapa katika darasa yetu shekhe wetu rahmatullahi ta'ala alayhi alituandikia, au sivyo, ruqya shar'iyya, alituandikia kwa hati yake mwenyewe. Sasa kijana yule alikwenda akamkuta mtu ana mashaitani, akaita na wanafunzi wake, twendeni. Basi wakaenda, basi wakamzunguka yule mtu, wakaanza kumsomea Qur'ani. Yule shaitani basi akajitokeza, akamwendea yule shekhe wao, yule kijana akamwendea, akamkaba kabari pale ile kijana. Kakabwa kabari, inaitwa kabari. Basi kijana yule akaanza pumzi kumwisho, amekabwa. Sasa wanafunzi wakiona shekhe amekabwa wanafanyaje? Basi wakatimua mbio, wanafunzi wakatimua mbio, wakaondoka. Bahati nzuri alhamdulillah, na yeye lilimfanyaje hili? Lilimwachia. Bahati nzuri na yeye hakubaki, alifanyaje? Na alisahau mpaka vitabu vyake, kwa sababu watu wakienda kusoma kuna vitabu anakwenda navyo pale, sio? Sasa kwa sababu sasa baada yake namuuliza, wewe kijana inakuwaje? Akasema mimi niliona tu wewe unasema soma ile, na mimi nikaona nikaseme, si riziki au sivyo? Mimi nikaona nikasome. Kwa hiyo Qur'ani si kitu kidogo, Qur'ani ni jambo kubwa sana. Na nyumba zetu zisikose Qur'ani. Nyumba zetu zisikose Qur'ani. Ukikaa pale katika nyumba yako, basi nyumbani kwako kusikose masahafu. Kwani masahafu ni kiasi gani? Sidai kidogo tu, weka na masahafu nyumbani. Una shida yoyote ya biashara, somewa nini? Soma Qur'ani. Hii Qur'ani, tilka ayatul kitabil mubin. Hizi ni baadhi ya aya za Qur'ani al-mubin, tena aya zilizo wazi, aya ambazo wallahi tukizisoma, Mwenyezi Mungu akitupa umri tukazidiriki baadhi ya aya tutakazozisoma, utauona uwazi wake jinsi ulivyo. Aya ziko wazi kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawafahamisha wale watu kwamba hii Qur'ani msichukue, sababu ingelichukuliwa angesema hadhihi ayatul kitabil mubin, basi wangechukulia ni kitu cha kawaida. Sasa yale mabingwa yanaambiwa sasa, nyinyi haya, hii tilka ayatul kitabil mubin, leteni maneno yenu yanayoweza yakafanana na nini, na maneno kama haya. La'allaka bakhi'un nafsaka
alla yakunu mu'minin. Aya hii ipo kwa Nabii Muhammad. Nabii Muhammad alikuwa na pupa sana ya watu kujua Uislamu wao. Mtume alikuwa na pupa sana, pigwa vita Mtume, na nilieleza leo mpaka Mtume anatemewa kohozi, sio? Mtume anatemewa kohozi, Mtume anakwenda masokoni. Sisi hatuwezi sasa. Mtume anakwenda mpaka masokoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatumuliwa mchanga. Mtume anaambiwa majnuni, sahir, mchawi. Lakini Mtume anafanya bidii kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanataka waujue Uislamu. Mwenyezi Mungu anamhurumia kipenzi chake Mtume Muhammad. La'allaka, huenda wewe Muhammad, kwa jitihada unazozifanya, juhudi unazozifanya wewe, huenda wewe Muhammad, wewe kwa juhudi zako hizo, bakhi'un nafsaka, ukaihilikisha nafsi yako. Unaweza ukaitoa mbichi, tuliambiwa na shekhe hapa, ukaitoa mbichi nafsi yako. Maana yake waweza wewe ukafa wewe, ukajihilikisha wewe. Maana yake kujitoa mbichi nafsi, maana yake ile hali ya kwamba unaweza ukajikuta wewe unakuwa katika hali ya hilak, sio? Unaweza ukajihilikisha nafsi yako, ukaiua nafsi yako. Alla yakunu mu'minin, kwa sababu ya hawa watu kutokuwa ni nani? Kwa sababu ya kutokuwa watu hawa ni Waislamu. Muhammad, unaweza ukafa wewe. Na ni kweli, kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam juhudi alizokuwa amezifanya hizo, na ndio tunafundishwa sasa waalimu, kabla hatujaeleza kwa mujibu wa aya, tuwaelezeni tu kwa mujibu mtakavyofahamu, sio? Ukikuta tunaeleza sana ni ile ili angalau zile akili zisogee kidogo, zifahamu. Lakini haya tunawaeleza ni tunawaeleza kwa mujibu tu ya vile mtakavyofanya nini, mtakavyofahamu. Lakini watu mkiwabeza wanachuoni, mkawabeza watu, maana yake ni kwamba wale viongozi wa dini, ujumbe wanaopewa hapa, wasivunjike moyo, waendelee na kufanya kazi ya da'wa. Na kazi ya da'wa wanazofanya, ittaqullaha mastata'tum, watu wamche Mwenyezi Mungu vile watakavyofanya nini, watakavyoweza. Sasa katika hali hiyo Mtume kaambiwa sehemu nyingi sana. Sehemu nyingine, la tadhhabu nafsuka alaihim hasarat, Muhammad, usiue nafsi yako, usitoe nafsi yako kwa sababu ya kuwahuzunikia wao. Mwenyezi Mungu kasema hivyo. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anamwambia, laisa alaika hudahum, si jukumu lako Muhammad kuwaongoza watu. Sehemu nyingine kule katika suratul Kahfi anasemaje, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Kwa maelezo haya sasa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanazuoni wanauliza, je, kwani Mtume alikuwa haelewi hayo yote? Mtume alikuwa anajua, lakini kilichokuwa ni kwamba al-aqlu yudriku wal wujdana yataallamu. Hapa ndivyo walivyotujibu namna hiyo, kwamba akili inatambua. Ni kweli lazima hawa watu wafikishie kwa namna watakavyoweza kuwafikishia, sawa, lakini wal wujdanu, na hisia, yataallamu, hisia zinakuletea machungu. Hivi kweli utaridhika kumuona ndugu yako mmezaliwa pamoja haswali? Utaridhika? Utaacha kumwambia? Utamwambia. Na ukimwambia mara moja, je, utaacha kumwambia mara ya pili? Utaacha kumwambia mara ya tatu? Kwa nini unafanya hivyo? Hata kama atakutukana utamwambia. Lakini yote inapelekea hiyo nini? Inapelekea hiyo ni kwamba akili inafahamu, lakini kihisia kama mwanadamu, hisia ya taalamu zinaumia. Mimi huenda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa ninavyofanya nikawa wa peponi, lakini ndugu yangu anafanya hivi, lazima utamhurumia, utamwambia. Sasa kule kuambiwa hivi, watu wa lugha ndio wakasema Mwenyezi Mungu alimwambia la'allaka bakhi'un. Ukisema neno ba'ir ukaleta hivyo, wale watu wa lugha mnajua ni ismu fa'ili,
Ikija hivyo inafidisha thubuti, inafahamisha thubuti lile jambo kuthibiti vile lilivyo, lakini si fiili ambayo inafahamisha huduthi na tajaddudi. Jambo liko hivyo. Mfano, ngoja nitoa mfano alafu mtanielewa. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, awalam yarau ila tayri fawqahum safati. Hivi hawa watu hawaoni hawa ndege juu yao safati, wale ndege wenye kukunjua nini? Mbawa. Lakini katika mbele anasema wayaqbidhna, sio? Hakusema qabidhati, safati wa qabidhati. Kwa nini ni safati? Kwa sababu ndege ili awe ndege, asili ya yeye kuitwa ndege ili aruke ni kufanyaje? Ni kukunjua nini? Asili ya ndege ni kukunjua mbawa. Kukunja ni far'i katika kukunjua, sio kama naeleweka. Kukunja ni sehemu tu, lakini sana ni kufanyaje? Ni kukunjua. Ili aitwe ndege lazima ufanye nini? Sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe la'allaka bakhi, tumeelewana vizuri? Huenda wewe bakhi'un nafsaka, ukaitoa mbichi nafsi yako, huenda wewe ukaiangamiza nafsi yako, ukawa na sifa hiyo. Inawezekana kila kukicha, najua binadamu, wale watu wa psychology, binadamu kila siku anavyoudhika moyo wake unafanya nini? Unapata shida. Sasa wewe fikisha tu ile dawa, lakini ile bakhi'un nafsaka sawa, hapana, usiwe hivyo. Wewe fikisha, lakini ili jambo lisiwe ni thubuti hivi unavyofikiri, sio? Pale utakapochoka lala, au sivyo? Ukinini basi. Na darasani ni hivyo hivyo. Ukiona hauko vizuri pumzika, au sivyo hivyo? Ukiona ni vipi, fanya. Kwa maana fanya kwa mujibu ya nini? Utakavyowezeshwa afya yako na nani? Lakini sisi juhudi alizokuwa nazo shekhe wetu ni kubwa. Hapa hatutoweza kwenda zaidi kwa sababu kuna masala yako matatu. Swala la kwanza, hapa Mwenyezi Mungu asema fadallati a'naquhum, zikawa shingo zao laha khadhi'in. Shingo, kwa nini kutajwa shingo? Kwa sababu shingo zina aina mbili, kuna rakaba na kuna unuq, au sivyo? Tuna rakabatu ni shingo na kuna unuq, alafu zikawa shingo zao ni zenye kunyenyekea hivi, khadhi'ina. Hapa tujifunza nini? Maana sababu kinachoinama si shingo, kinachoinama ni kichwa, au sio? Ukinama hivi kinachoinama nini? Si kichwa. Shingo sunafanya nini? Sunainamisha hivi. Sasa zikawa zile shingo zao ni zenye kufanya nini? Zenye kunyenyekea, khadhi'in, ni zenye kunyenyekea. Sasa kwa mujibu ya nilivyoandaa na fawaida ambazo ziko tunazikusudia kuzieleza hapa, naona kwamba nitadhulumu kama nitaanza kueleza na nikaeleza kidogo. Niombeni inshallah kwa siku ya kesho, ili tuje tuanzie innasha nunazzil alaihim minas samai ayatan fadhallat a'naquhum laha khadhi'in. Tukitaka, alafu kuna hili neno tukitaka, kwa maana ya kwamba binadamu lazima tujue binadamu ni kiumbe huru, si ndio? Binadamu ni kiumbe huru. Binadamu hapendi hivi kubanwa hivi, au sivyo? Hivi hapendi. Binadamu anapenda afanye nini? Aachiwe. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Kuna viumbe viwili vimepewa khiari, wanasema kwamba ni al-hurra al-ahdiya, kitu kama hicho. Kuna viumbe wamepewa khiari, kwa mfano majini na binadamu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lakini malaika hawakupewa khiari. Malaika wao wamepewa amri ya moja kwa moja. Hakuna siku moja Israeli anaweza akasema najua ule taratibu wa kutoa roho bwana, hebu ngoje kidogo leo. Yeye utaratibu wake ni ule ule. Na sisi kwenye miili yetu kiibada tumepewa khiari, lakini kwenye miili hatuna khiari. Yusabbihu lillahi
ma fi samawati wa ma fil ardhi, vinamsabihi Mungu vyote vilivyo mbinguni na vyote vilivyo katika nini? Allah. Sasa vyote vilivyo katika ardhi, lakini kuna wengine wapagani hawamsabihi Mungu. Kuna tasbihun khalqiyya, tuna tasbihi ya viungo, ya viumbe. Ukitaka kwenda ukila lazima uende wapi? Tasbihun khalqiyya, mwili umelazimishwa hivi, ukila lazima uende uwani. Huwezi kusema mimi kwa sababu ni captain au sivyo, nimefuzu mafunzo yote kuanzia sasa nimesema siwezi kulala usingizi. Hapana, au sivyo, lazima utalala usingizi, lazima au sivyo, lazima utakwenda uwani, lazima ukijisikia njaa utafanya nini? Utakula. Hii ni katika mwili tumelazimishwa. Sasa malaika wamelazimishwa hivi, sio kama nimeeleweka hivi, ila kiibada tumekhiarishwa. Sasa Mungu anasema inna sha, tukitaka nunazil, tutateremsha, tutawateremshia alaihim minas sama, tutawateremshia wao tukitaka. Hapa wafasiri wanasema kuna tahdid, kuna makemeo ndani yake pia. Tukitaka, kama baba yako anasema nikitaka ninaweza nikakufanya hivi, nikakuadhibu au sivyo, nikitaka. Sasa mzazi anapokuambia nikitaka, unasemaje? Sasa Allah ndio anayesema tukitaka tutafanya 1, 2, 3. Lakini kwa nini sasa Mungu utakuta anatueleza katika hali kama hizo, na sisi tunakuwa bado tupo katika, tunakemewa na tunaelezwa, lakini bado hatujafahamu jambo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kheri, atupe ilmu, atupe afya, atukubalie ibada zetu, atujalie kheri sisi pamoja na familia zetu, atupe ikhlasi katika matendo yetu tunayoyafanya kila siku. Tumuomba Mola wetu amhurumie na ampanulie daraja shekhi wetu Sheikh Ahmad Zubairi Ahmad. Allahumma nawwir dharihahu, Allahumma nawwir dharihahu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil janna wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين ولا تجعلنا من الصائمين المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا.